Baba na mama wote ni mas'ul na kila mmoja ana majukumu yake. Kuna marhala mama anakuwa ni mas'ul zaidi kuliko baba. Malezi ya mtoto hayaanzi mtoto kuzaliwa, huanza kabla mtoto kuzaliwa, wakati baba anapochagua mke. Usimchague mke, chagua mke mlezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni Halal Charity TV. Leo alhamdulillah tumetembelewa na Sheikh Yusuf Abdi, Sheikh ambaye anajulikana sana hapa Kenya na East Africa kwa ujumla, na tutazungumzia mada muhimu sana ambayo ina faida kwa Waislamu wote na wanadamu wote kwa ujumla. Sheikh, karibu sana. Shukran, jazakallah khair. Juzi mlikuwa na kongamano lenyewe mlizungumzia Raising Muhammad. Tayeb. Raising Muhammad, namna ya kumlea mtoto wa kiume. Tayeb. Kwa nini ulichagua hii mada ama hii anwani? Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Siku zote kwanza tukitaka kufanya jambo lolote, hasa ikiwa ni kongamano, ni muhadhara, ni khutba, huwa tutafuta anwani. Ile anwani ina mvuto, yani yule unayemtaka asikilize kwa ile anwani peke yake inaweza kumvutia asikilize. Na ndio utaona kuna watu hasa takhasusi yao leo ni kutafuta anwani nzuri. Waweza kuangalia YouTube ukashangaa ukaona anwani ukasema lazima niangalie, pengine ndani yale maneno yenyewe tofauti lakini kile kichwa cha maneno kile huwa kinavutia. Na sasa sisi tukasema ikiwa tunataka, lengo sisi ni kutaka kumlea mtoto wa kiume, tukasema hapa jina litakalofaa kumlea mtoto wa kiume tumpe jina la Muhammad. Kwanza ni kwa sababu Muhammad ni jina la mtume wa mwisho, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambaye apendwa na kila Muislamu, kila mu'min. Kisha pili ni kupiga fali njema, na Muhammad ni jina kijana yoyote au binadamu yoyote au Muislamu yoyote ukimwita Muhammad ataitika. Hata ukienda katika nchi za Khalid kule, wewe muonaye kama humjui jina lake muite Muhammad. Kwa hivyo ni jina zuri, jina la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kwa kuwa yale malezi ambao sisi tutataka kumkuza au kumlea mtoto wetu, na malezi hayo tutayatoa kwa huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isitoshe hata yeye Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaona kwamba alilelewa na wengi, hata mama yake aliyemzaa. Maana yeye alipozaliwa baba tayari ashakufa, lakini mama alimzaa kidogo, alimlea kidogo, babu akamlea kidogo, ammi yake akamlea kidogo, Halima Saadia akamnyonyesha, Thuwaib al-Islamia, yani mpaka kukua kwake ameenda kwenye mikono ya watu wengi, kama ishara kwamba na sisi tukitaka kuwalea watoto wetu wa kiume, basi mtoto halelewi na baba na mama peke yake, ni jamii nzima. Raising Muhammad. Hapo hapo kwenye hilo jina tukapata theme, the name we carry, the path we follow. Hili jina tulilobeba kwenye hii anwani ya Raising Muhammad ndio njia tunaoifuata. Kwa hivyo naweza kusema Raising Muhammad ile faulu toka tulipochagua ile anwani. Imeingiana vizuri sana. Naam, alhamdulillah. Na dini inatufundisha nini, ama Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha nini kuhusu kuwalea hao watoto wa kiume kwa mukhtasari yani? Tayeb. Ukiangalia Qur'ani kwa ujumla inatueleza kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa tu ni mwalimu, bali alikuwa ni mlezi. Na tofauti ya kuwa mwalimu na mlezi ni kuwa mwalimu akifundisha watu kwa maneno mazuri ya Qur'ani na maneno yake, mlezi akitabikisha
akiwafundisha wanafunzi wake au umma kutabikisha yale wanayoyasoma kupitia kwenye Qur'ani na mafundisho yake. Kwa hivyo ukiangalia Qur'ani, ukiangalia mafundisho ya Mtume sallam, maneno yake na vitendo vyake, alionyesha umuhimu wa watoto hao wa kiume hata wa kike pia, yani watoto kwa ujumla wapate malezi. Jukumu hili la kuwalea watoto si jukumu la mara moja, ni jukumu la kuendelea. Manake haliishi hata paka watu wawe watu wazima. Kulelea lazima watu na watu wafahamu kwamba kulea yenyewe, ukisema tarbia kwa Kiarabu yenyewe ni kumfuatilizia yule mtoto kutoka mdogo uende naye na malezi yenyewe yaende na ile miaka. Yani kwa mfano, utamlea vipi mtoto akiwa amezaliwa mpaka miaka 4, na utamlea vipi mtoto akiwa na miaka 4 mpaka afike miaka 7, na miaka 7 mpaka miaka 15, na 15 kuendelea. Yani hizi stage zote hizi kuna aina yake. Kwa hiyo hata kuchanganya ukawa mtoto wa miaka 2 watakumfanya kama mtu mzima, au barobaro ambaye shabalii watakumfanya kama mtoto wa miaka 7, yenyewe hiyo italeta, badala ya kujenga hata inaweza ikavunja, itaharibu. Kwa hivyo Qur'ani na Sunna imetuhimiza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum, okoeni nafsi zenu kwanza na muokoe nafsi zenu na moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, kullukum ra' wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na nyote ni mas'ul, yani mtakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kile mnachokichunga. Na ikiwa wewe hutakuwa mchungaji wa wanadamu wote, lakini kwa uchache utakuwa ni mchungaji nyumbani kwako, mkeo na watoto wako, na utaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu wale watoto. Kwa hivyo Qur'ani imetuhimiza tuwalee watoto kwa maadili mema ili wawe watu bora wenye kutegemewa katika jamii, waje walete maendeleo badala ya kuleta uharibifu. Naam. Na katika ulezi, Sheikh, kuna mama, kuna baba. Hayo. Na baba ndio mfalme kwenye nyumba, ndio king. Sasa yeye ana play dori gani kumlea huyu mtoto, na mama naye ana majukumu gani kumlea huyu Muhammad? Jazakallah khair. Swali pia nzuri. Na kwanza, baba na mama wote ni mas'ul kwa yule mtoto, kwa sababu yule mtoto ni wa wote wawili. Mwenyezi Mungu amemleta duniani kupitia wote wawili, na kila mmoja ana majukumu yake. Wote wana majukumu, lakini kila mmoja ana jukumu lake kivyake. Kama mama ana jukumu lake na kama baba ana jukumu lake. Sasa mama, kuna marhala mama anakuwa ni mas'uli zaidi kuliko baba. Marhala gani? Marhala kutoka kuzaliwa, marhala ya hadhana ile, mpaka kukua, mpaka miaka 7, mama ni zaidi hapo. Na tukisema hivi haimaanishi kwamba baba hatakiwi kuwa na daur, lakini uzaidi wa mama hapa ni kwa sababu kulingana na umri wa mtoto ya kwenye miaka hiyo tulioishiria, muda mwingi huwa yuko na mama kuliko kuwa na baba, kwa sababu baba mara nyingi anakuwa ni mtu wa majukumu mengine ya kutaka kuangalia nyumba, kuangalia matumizi ya nyumba, matumizi ya mke wake. Sasa anakuwa ni mwenye kutoka, anarudi kwa muda tu, pengine arudi adhuhuri kisha atoke tena yuenda kutafuta. Lakini mama ndiye ambaye yuko nyumbani, na yeye ndiye anakuwa mas'ul wa kumwangalia yule mtoto, harakati zake, maneno yake. Anatakiwa zaidi amchunge yule mtoto na kuweza kumkuza yule mtoto na ile personality ambayo Mungu alimpa, asiharibu kwa kutumia njia zisizofaa, badala ya kuendelea kumjenga yule mtoto akawa ni mwenye kumharibu. Hatimaye hata baba labda kwa wakati mwingine, wakati yeye ndiye mas'uli zaidi, mtoto ashaanza kutoka labda, au amempata yule mtoto tayari, huku hakupata, mama hakufanya kazi yake. Lakini mama akifanya kazi vizuri, baba kwake mambo yanakuwa ni sahali zaidi, ni rahisi kwake, kwa sababu kulikuwa na mtu hapo mwanzo ambaye yuko naye kwa muda mwingi, ameweza kumlea. Ndio kuna wanachuoni wasema malezi ya mtoto hayaanzi mtoto kuzaliwa, huanza kabla mtoto kuzaliwa, wakati baba anapochagua mke. Usimchague mke, chagua mke mlezi, mama wa watoto wako.
Na pale mke anapochagua mume, na wewe usimchagua mume, lakini chagua baba ambaye atakuwa mlezi wa watoto wako. Kwa hivyo kwa maana hiyo ulezi hauanzi pale watoto wanapozaliwa, bali unaanza watu kwenye kuchaguana. Ukifeli kwenye kuchagua mke mwema, basi umefeli kwenye kuchagua mama ya watoto wako. Na mke na akifeli kuchagua mume bora, amefeli kwenye kuchagua baba wa watoto wake. Na mnaje wanawake ambao pengine wamefiliwa na wanaume zao katika ulezi, sheria inazungumziaje? Hakuna tofauti ya aliyefiwa na baba hayuko, yani picture ya baba hayuko, sababu moja ama nyingine, either ameachika, single mother, yani kwa fupi majukumu yanabaki pale pale, isipokuwa sasa inabidi yeye awe mkakamavu zaidi, kwa sababu manake si sawa kuwa una ulezi wa mtoto ama watoto uko na mwenzako na ukiwa uko peke yako. Ukiwa peke yako nafikiri ule uzito wote unakulemea. Kwa hivyo inahitaji uwe na subra zaidi, inahitaji uwe na nguvu zaidi, inahitaji uwe na muda zaidi. Na ndio utaona mara nyingi ma single mother wanaona kule kulea ni kusacrifice, yani maisha yake. Unaona na je, yawezekana mtoto akalelewa na mama peke yake? Naam, yawezekana. Na ukisoma historia utapata kuna watu ambao ni rumuz leo hawawezi kusahulika kulingana na mchango wao kwenye dini, kwenye jamii, kwa umma. Na ukiangalia historia zao walilelewa na mama single mother ambaye hakubahatika. Wengine hata walikuja duniani wazazi wao wamekufa wa kiume, mama akaamua kulea, na wengine waliketa hata kuolewa, wakaamua tu kusema ule muda wale watoto wao. Mtume wetu Muhammad ndiye mfano bora zaidi. Tukija katika masahaba wapo, ukija katika tabi'in, leo katika rumuz aimmatul fuqaha wa ahli sunna wal jamaa leo maarufin wanaojulikaniwa wa madhahib al-arba'a, Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, yeye alilelewa na mama peke yake na akaleta mabadiliko. Na hata mimi nilikaa hapa pia ni mmoja katika hao waliolelewa na mama peke yake. Alhamdulillah. Maana baba yangu akifariki mimi nilikuwa ni mdogo sana. Na extended family, yani baba mfano yuko ama hayuko, mama yuko ama hayuko, lakini extended family, wajomba, mashangazi, yani part gani wanacheza kumlea huyu mtoto, ama hata majirani? Katika Uislamu ndo pale nikasema, ukimwangalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa namna alivyokuwa, utapata kila mtu alikuwa na mchango wake. Na sisi kama jamii tukiweza kuwa na mfumo huo, ni kusahilisha ile kazi. Pale mwanangu mimi akawa ni mwanao wewe, kwa sababu ni jirani au ni mjomba au ni ammi au ni shangazi au ni khale, tutasahilisha kazi. Na mwanao wewe pia nione mimi pia ni wake mtu. Na labda nikikukumbusha Bashir, labda imepita, yani kwa sababu kila ulimwengu unapoendelea kuna vitu vinapotea katika maisha. Unapata kuna ubinafsi umechukua nafasi kubwa. Lakini zamani, wala sisemi zamani sana, ilikuwa katika jamii moja watu wote wakishirikiana kwenye kulea watoto wao. Hata wewe ulikuwa huna wasiwasi mtoto akitoka kwenda kwa jirani. Ulikuwa una imani kwamba yule jirani yangu atachukua nafasi yangu. Akimuona mwanangu labda amefanya jambo la kimakosa, mtoto anaweza kukemewa nje na mtu mwingine kabisa, kwa sababu yule mtu haoni kwamba mimi mwanangu ni kumzaa peke yake, lakini huyu jirani wangu pia ni wangu. Anaweza hata kumtia adabu, pengine akiona astahiki kutiwa adabu, na pengine akikueleza wewe ukafurahia badala ya kukasirika, kusema shukrani yake kwa kuwa. Na huku ndio ile wanaita takaful ijtimai, kuleana kama jamii moja. Kama vile kwenye unavyomuona mtu ana njaa, tukahimizwa msiketi nyinyi mkashima majirani wana njaa, kwa wana hamu kwenda kupeleka chakula. Basi na watoto vile vile, yani kwamba watoto wetu wote ni wetu sisi, yani kama jamii. Kwa hivyo utapata hapo mwalimu wa madrasa, mwalimu wa shule, imamu wa msikiti, mzee wa mtaa, wote jirani, kila mmoja anachangia, ana dori yake katika kumfanya yule mtoto. Maana mtoto yule akiharibika kesho, yale madhara hayatakuwa ni ya pale nyumbani kwao peke yake. Yale madhara hayatakuwa kwa jamii, kwa jamii. Na Sheikh, huyu mtoto
Wakati wa kumlea mtoto miaka 6 mfano na mtoto miaka 16, kuna tofauti katika ulezi? Mzazi atakana afikirie sana. Bila shaka hata haianzi miaka 6, maana kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 6, hiyo marhala yenyewe ni marhala ya mtoto kulekezwa au kuonyeshwa kwamba hii ni nzuri. Maanake miaka 7 mtoto ndo humayiz sasa, hii ni kheri na hii ni shari. Ndio pale Mtume akasema mtoto akifika miaka 7 sasa muamrisheni. Lakini haimaanishi kabla ya miaka 7 mtoto asifundishwe jambo zuri na jambo baya. Mfundishe kuswali ni kitu kizuri, kufunga ni kitu kizuri. Akitoa maneno mabaya unamkanya kwa maneno hasi mazuri afaa kusema. Wewe mwenyewe baba na mama, nyinyi mnachukua dauri ya vitendo, nyinyi kuwa na vitendo vizuri, kwa sababu mtoto mdogo mara nyingi anaiga kuliko kusikiliza. Hajafika umri wa kustauibi yale maneno kwamba ni ya kheri, lakini amefika ule umri wake mdogo, ana uwezo wa kuiga kwa kutazama. Sasa nyinyi mkikaa kwa tabia nzuri, kwa kufanya mambo mazuri, mtoto yule anayaona na anaiga. Hata kuna maneno mashuhuri ya Ali yasema laibhu 7, yani cheza naye kwa muda kuanzia mdogo ile mpaka kisha adibhu 7, miaka 7 sasa pale unamfundisha adabu, yani unamfundisha kwamba hii ni khairi, hii ni shari, hii ni khairi. Adibhu 7, alafu sahibhu 7. Akifika sasa miaka 15 pale kuendelea, fanya naye urafiki, yani kusiwe na gap kubwa baina yako wewe mzazi na wale watoto wako, uwe karibu nao. Kwa hivyo tofauti iko kubwa sana, na matatizo ni kwamba mtoto ambaye ni baligh sasa, yeye ajiona sasa ashakuwa mustaqil, ana free, hiyo ajiona ashaingia kwenye marhala ya kuwa ni mtu mkubwa, freedom. Na anahitaji pia watu wa nyumbani watambue hilo. Lakini wanafeli baadhi ya wazazi, kwenye akili zao inabaki utabaki ni mtoto wangu tu, lakini ni sawa, ni mtoto wako, lakini sasa kwa umri huu si yule aliyokuwa na miaka 6. Yule kama ulikuwa uweza kumwamrisha, huyu uweza kumlekeza, ni vitu viwili tofauti. Manake huwa na akili yake, lakini ukitumia lugha ya kuwa kile unachoona wewe ni sawa na pengine ni tofauti, pengine mtoto ana fikra bora kukuliko wewe baba, hapo utaleta matatizo, kwa sababu ataona kama utakumuingilia free. Na uhuru, shekhe, si kitu ambacho unaweza ukanunua. Kila mwanadamu amepewa uhuru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima uende naye kwa kuwa ni mtu mkubwa, na hapo akihisi yeye kwamba mimi nimeheshimika, ni mtu mkubwa, mtaweza kuelewana. Na ataweza kujua kweli mimi nishakuwa mkubwa, lakini huyu ni baba yangu. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Na mtoto naye mlee kama mtoto. Usitake kwa kuwa ni mtu labda shekhe nini, basi ukataka kuwalea watoto wako, ukataka kuwazeesha kabla ya wakati wake. Mtoto anataka kucheza mpira, hakuna ruhusa. Mtoto anataka kucheza game, hakuna ruhusa. Nyumba hii bwana hakuna upuzi. Utakuwa umemdhulumu. Madamu ni mtoto na anacheza kama vile Mtume sasa alikuwa akicheza na wenzake, mdogo alipelekwa mpaka shamba kule. Haikuwa ni bure ile kupelekwa kule acheze na wenzake. Kwa hivyo na mtoto wako na akiwa ni mdogo acheze na vile vitu vya leo. Watu kama leo vijana wana magame, mnunulie game yake nzuri, bora tu murakama, maana siku hizi kila kitu lazima tuwe macho. Ile game isiwe na madhara, lakini pia ikifika kwenye masuala ya taalim uwe karibu naye pia, kumfundisha kile kilicho sawa, kumpeleka shule iliyokuwa bora zaidi, kumpeleka madrasa ambao mtoto atahifadhika zaidi kwa akili yake na nafsi yake na mengineo, na akiwa mkubwa na ufanye naye urafiki. Na dini inatufundisha nini kuhusu kumwadhibu mtoto wakati amefanya makosa? Tayeb, hiyo nukta ni muhimu, lakini itabidi kidogo turudi nyuma, twende nyuma kidogo. Kuna mtoto anapozaliwa, kuna vile vitu fitra Mwenyezi Mungu humuumba navyo. Kila mtoto huzaliwa akiwa yuko kamili, yani kikamilifu binadamu. Kwa mfano, sifa gani zilizokuwa mbaya? Kwa mfano, maadili gani mabaya katika maisha ya mwanadamu? Kusema urongo. Mtoto huzaliwa ni mkweli, hajui urongo ni nini. Uoga ni sifa mbaya. Mtoto huzaliwa hajui kuogopa. Hajui hofu. Mleteta simba tamshika. Mpaka wewe sasa unamwambia simba.
sasa atajua kumbe ni hatari, lakini yeye kwa fitra yake hata kala moto kumletea atashika. Ile ndio fitra aliyoumbwa nayo. Mtoto hajui kuchukia, fitra ni kupenda, hiyo ndio fitra. Kwa hivyo yeye yupenda mazoea ya mtoto. Sasa kuna vitu ikiwa yuko navyo, sisi wazazi tuambiwa katika ile stage yeye ni mdogo, hata huwa hatuna kazi sisi. Kazi yetu uenda naye tu. Yani wewe uhifadhi vile Mungu alivyoumba, usimharibie. Mfano, wewe hujaambiwa mfundishe mtoto ukweli, mfundishe mtoto kwa sababu ukweli, uaminifu tayari yako nazo, ushujaa tayari uko nazo. Wewe ni kulinda. Unafahamu? Wewe ni kulinda. Sasa tuambiwa vipi utaharibu, ni pale utakapofahamu ufanya mambo yanayofuata: kumfokea, kumtukana, kumpiga. Na ndio hapo ndo utaona siri hupati katika mafundisho ya Mtume mtoto kupigwa, ila kwa kuacha swala, tena akiwa na miaka 10. Miaka 10, tena kosa lenyewe ni la kuacha swala, si la kuvunja TV au kikombe cha chai nyumbani. Sasa sisi tukiangalia udogoni, kimimi Bwana Bashiri, ukiniuliza, utapata sisi huwaharibu wale watoto na kuwatoa katika zile personality ambazo Mungu amewaumba kwa mikono yetu sisi wenyewe. Baada ya kujua ama kutokujua. Kwa kujua sasa na kutokujua, lakini mara nyingi ni kutokufahamu. Ndio mimi nikasema siku zote ni vizuri watu kufundishwa namna ya kulea watoto. Hata kusema tunajua sisi, wengi wetu hatujui kulea watoto, kwa sababu hizi sifa ambazo Mungu amempa nazo, wallahi asilimia kubwa Bashir, sisi ndio tuwaharibu watoto wetu. Mfano, urongo, sisi ndio wafundisha watoto sema. Mtu atakuja amebisha pale, mwambie baba hayuko. Na mtoto innocent wasikana atakwambia baba niambia nikwambie yeye hayuko. Unaona? Ndio. Au mathalan ushujaa. Mtoto haogopi. Kwa nini wewe wamtisha mtoto? Kwa kosa gani? Yani mpaka wamfundisha mtoto awe na hofu. Hapa ndo unaingia ubinafsi. Wewe mfano wataka kutoka, mtoto mdogo wa miaka 2, 3 anapoulia, Bashir, yuwakulilia wewe, reason ya yeye kulia ni nini? Wewe wataka kutoka nyumbani, wataka kumwacha, akawa kulilia namna anavyoambiwa nataka baba, nataka. Kinachompelekea kufanya hivyo ni nini? Ni mapenzi. Nataka kuwa na babake. Nataka kuwa na babake. Hataka kukosa yani. Sasa yeye kifungua macho, hao ndo mahiro yani. Mama na baba. Sasa wakati gani sisi umfundisha mtoto akose ile ushujaa? Tumtia hofu. Au ushapata mtasikia mwambia mama, hebu mtisha kidogo, fanya kama paka vile. Ili kusudi anyamaze. Sasa pale sisi tumfundisha mtoto kuogopa. Yule nyao akiwa pale nyumbani, kama mtoto humfundishi kumwogopa ule nyao, yule mtoto ule nyao atakuwa rafiki yake. Atakuwa yuenda yumshika na nini. Lakini ukianza kumwambia paka nyao atakuuma, na kila nini mkitaka kumzuia nyinyi nyao. Ukila yani hivyo. Na mbaya zaidi ya hivyo shekhe, sangine sisi humtushia mtoto Mungu. Wallahi. Wala si kwa kosa la kutisha. Yani mpaka ukamfanya yule mtoto ukamjenga kwenye akili yake kuwa Mungu ni hatari. Mungu jahannam, tachoma wewe. Naona. Sasa anakuwa na fikra tofauti. Unamjenga. Au hata kuchukia dini sangine imetokana na sisi wenyewe. Tumefanya kama chuo sisi ni jela kwa watoto wetu wadogo. Hata kwenye mambo madogo, hataki kula. Mtoto mwingine ameshiba, takupeleka hospitali kesho. Yani hutumiwa lugha za maustadhi na madarasa. Au tukadunga sindano, unaona? Ile yote unamfanya mtoto, ndio utaona jitu zima Sheikh haizi kulala room peke yake, kutoka udogoni ametishiwa yeye. Nani aliyemfanya mtoto awe khawar muoga? Ni sisi. Na sifa nyingi Bashiru ukizifuata utaona sisi badala ya kuchunga zile ambazo Mungu amemuumba nazo, sisi wenyewe ndio humfundisha yule mtoto akawa sasa mtoto hajui kuiba, unajua sisi ndio humfundisha wizi. Mtoto ataona kitu pesa mahali mathalan mwezieka. Okay. Yeye akaenda dukani akitaka chocolate. Hata leo hivi mchukue mtoto yote mdogo nenda naye supermarket. Yeye atakachokiona atachukua pale. Hata kujua hii supermarket ni yake ya babake
akiona yeye atachukua, na ikiwa ni kitu cha kula sasa utakunambia ni mwizi, hajui wizi yeye. Umefahamu? Sasa nyumbani akifundishwa kwamba hii kitu hapa huipati paka pesa. Umefahamu? Akifika nyumbani akaona pesa, kitu cha kwanza kichukua ile pesa, atakwenda dukani ili akachukua kile kitu. Sasa ni makosa makubwa sana. Hili pesa iko wapi fulani? Wewe mwizi, wewe atasikia mwizi. Kumbe wizi ni hivi. Sasa mimi hapa nauliza aliyemfundisha wizi nani sasa? Ni sisi, kwa sababu yeye hajui. Ungemwambia pesa umechukua nini? Mashallah, mtoto mzuri, njoo. Ukitaka pesa muulize mama. Yaani wamfundisha kwamba hata ukitaka uliza. Lakini kwa wewe mwizi paka mtoto yualie bwana. Kwa dhambi gani? Maskini hajui kitu, kuiba. Yeye ameona nyumbani kitu cha mama yake akakichukua. Sasa mtu kuchukua chake, kwa hiyo wajibu ni kumfundisha. Lakini sisi humtukana, kamtukana mwizi. Sasa ndio ushamfundisha. Kumfundisha vipi? Manake wizi Bashiri, manake nini? Kuchukua kitu hadharani, kuchukua kitu kwa siri, kuchukua kitu bila ruhusa kwa siri. Lakini wizi hasa ni kuchukua kitu ili usionekaniwe. Sasa ule mtoto kama siku ya kwanza ulimsomea mwizi wewe kwa sababu alichukua pesa hadharani, atafanya kwa siri. Sasa atafanya kwa siri. Sasa aliyomfundisha wizi ndani, kwa ile tabia anaendelea nayo kwa sababu wewe ulimuonyesha kwamba ukachukua hapa kwa dhahiri, nikakuona mimi nitakuchapa. Sasa yeye huvizia nyinyi mmelala, atachukua siri. Sasa hapo utamfundisha jambo la pili baya zaidi. Ukimshika kwamba wewe ndio unachukua hii pesa, ajua natija yake nitapigwa, sio? Atasema urongo. Naam. Sasa hivi umezungumzia mtoto anamuona mzazi wake kuwa ni hero. Yes. Na ni muhimu gani mtoto kuwa na role model? Yani kama mtoto wa kiume ajue role model wangu mimi ni huyu mtu, mbali na wazazi. Yani ni vizuri tuwafundishe watoto role model. Hapo ndio wanasema marbatul faras. Yani hapo ndipo penyewe hasa. Ukiangalia hata nidhamu ya ulimwengu mzima, Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba wanadamu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mwenyezi Mungu hakushindwa tu kutuongoza, lakini alileta manabii. Swali ya kujiuliza hapa, mbona tuliletewa manabii watu? Na kwa nini tuliletewa tena wanadamu kama sisi? Yani Mwenyezi Mungu angetaka angeleta malaika duniani. Ni watu hawafanyi madhambi, hawafanyi, lakini Mwenyezi Mungu akatuletea manabii wanadamu kama sisi. Hii moja kwa moja ni kwamba sisi maumbile yetu ni lazima tupate mtu tumfuate, awe atakuwa yeye ndiye kielelezo. Ndio tukaambiwa sisi Waislamu kwa mtume wetu Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakuna jambo mtasema hatuwezi sisi kuiga hili kwa sababu huyu hafanani na sisi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kama nyinyi, yani binadamu, anakula, anatembea sokoni, anaoa, anazaa. Kwa hivyo ikiwa mtume wetu Muhammad ni kielelezo kwa umma, sasa kila nyumba, sallallahu rabbi wasallam alayhi, kila nyumba ni lazima kuwe na role model ambaye ni baba. Maana kila anayezaliwa akifungua macho, role model wake ni yule anayemuona. Kwa hivyo kuna dharura ya sisi kama wazazi majumbani tuelewe asilimia kubwa ya zile tasarrufat na tabia na maadili ya watoto wetu yanatokana na sisi tutakavyo behave pale nyumbani kama wazazi. Lolote tunalolifanya baya, ujue wewe walitengeneza kwa mtoto wako. Ukimuona baba nyumbani apiga ngoma, usilaumu watoto wakicheza. Huu ni msemo wa Kiarabu, kwa sababu wewe ndio umewapigia ngoma. Wewe ndio umewapigia ngoma. Ukiwa wataka kumfundisha mtoto kuswali, hata huna haja kumwambia baba twende tukaswali. Toka nenda ukaswali, atakufuata. Lakini umekaa angalia TV, wamwambia bwana kumeadhiniwa Bashir, nenda kaswali. Haiwezi kwenda. Hujamfundisha. Yaani wampa, angalia, hata wamchokesha akili. Wajua kuna maswali atayauliza, kwani yashindwa kuelewa hii swala si muhimu? Mbona baba yeye aniamrisha alafu yeye amekaa? Kwa hivyo sisi ni lazima tuwe vielelezo, tuwe qudwa kwa watoto wetu. Na mimi naweza kukuambia Bashir, wallahi hata hii ulimwengu mzima, jumla ya maafa yanayotufika leo ni jamii imekosa role model. Tumekosa qudwa. Tuseme kweli tu. Maimamu hatujakuwa qudwa sisi kwa maamum.
Mbona mwajilaumu? Nasema kweli, hii ndio lazima tuambie ndio kweli. Tumekuwa tu ni watu wa maneno mengi, lakini tunaoamrisha sio tunaoyafanya, tunaoyakataza sisi ndio mstari wa kwanza. Mpaka maamumu wanachanganyikiwa. Tukizungumza kuhusu umoja wanasema kwanza ulizeni mashehe wenyewe hawaelewani. Lolote lile utapata sisi walimu wa madaris, walimu wa mashule, wanafunzi hawajapata role model kwa walimu wao. Ni kwa maneno tu. Mtoto atachapwa kwa sababu hakuhifadhi hadithi inayosema mwenye kuswali alfajiri fa huwa fi dhimmatillah jamaa. Lakini haulizwi yule mtoto kama ameswali ama hajaswali. Yule atakayekosa hadithi atatandikwa hata kama ameswali fajr. Na yule aliyepata atasifiwa na atapewa zawadi. Na la kusikitisha pengine imamu mwenyewe pengine pia hakuswali kabisa. Kwa hivyo hata yule mwalimu anapokuwa katika klasi kufundisha, hamu yake watoto wahifadhi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atakuwa mkali kwa chapa, lakini hamu yake si kutaka kujua wale watoto wanafuata mafundisho wameswali. Kufuata hayo mafundisho nao. Kwa sababu kama ni kufuata basi ilikuwa afuate yeye wa kwanza. Umefahamu? Ukija katika kwa madaktari, kwa wagonjwa hivyo hivyo yani. Ukija kwa viongozi wetu na kwa raia wa kawaida hatuna role model. Kwa hiyo kuna tatizo shekhe kubwa la kudwa, yani hauna mwelekeo mahali pa kufuata yani. Kwa sababu tumekosa kudwa nao. Na watu wasione mimi nimefanya ghulu, yani nimevukisha mipaka kusema hivi, lakini huo ndio ukweli. Hata kama kila tunalolizungumza hapa hatumaanishi ni kila mtu, lakini hata wakawa wako wachache, nasema hawawezi kufidia tukose kuzungumza haya tunayozungumza, sababu ni wachache mno labda. Tayyib. Social media, mitandao ya kijamii na kulea watoto shekhe. Mitandao ya kijamii ndio walezi wa leo. Mlezi mkubwa, yani ana power na dor kubwa kwa mtoto katika kutengeneza tabia za mtoto. Na hii inatokana na kwamba hatukujua kuitumia. Social media kwa ujumla hatuwezi kukiharamisha na hatuwezi kusema ni kitu kibaya, lakini pia wakati huu hatuwezi kusema ni kitu kizuri. Uzuri wake na ubaya wake ni jinsi itakavyotumiwa. Kama vile kisu. Kisu utakatia tomato na mkate, lakini pia kinaweza kuua. Tumeelewana? Na hukumu yake ya kuuzwa visu, hukumu yake ni halali. Hatuwezi kuharamisha visu visiuzwe. Lakini uharamu wake utakuja uende uuze visu kwenye grupu ya watu wawili wanaopigana vita. Kuzungusha. Social media ni nzuri. Asli ni wasila ambayo inaweza kutumika kwa ubaya na inaweza kutumika kwa uzuri. Tuweze control vipi shekhe ile watu? Sasa hapo ndo mimi naja. Yawezekana, lakini mimi naweza kusema imetushinda nguvu tuliposhindwa sisi kuamiliana nao itakiwavyo. Yani kasi yake na nguvu zake imetupeleka kuitumia vibaya zaidi kuliko kuitumia vizuri. Na la ajabu ama zito zaidi ni kwamba huwezi ukahukumu kukiondosha. Maana unapoharamisha kitu ni wakati kile kitu ukikiharamisha kweli watu wako katika hali ya kuweza kukiacha, lakini kasi yake haizingatii fatwa. Wala wewe toa fatwa 100, nani atakusikiza leo? Asiweke TV ama sinunue simu. Uweza iko fatwa mtu utaizungumza leo iathiri watu mpaka sitaki kununua simu. Haiwezekani, ni vitu vipo ndani ya maisha. Kilichobaki hapa ni kasi ya kufundishwa watu. Sasa vipi tutashirikiana? Takupa mfano mdogo tu mimi kwamba watu wanapokuwa wako slow kwenye kufikiria, hata natija ya jambo huja wakaijua pia kwa kuchelewa, na hiyo nayo ina madhara yake. Kwa sababu nimegundua sisi hatutengenezi kama umma wa Kiislamu. Tutumia. Sisi ni mustahlikin, yani consumers. Wanaotengeneza ni wengine. Wale wanaotengeneza kwa kweli wao wana malengo mengi pale. Wanaweza kuwa wana malengo ya kimali, wanaweza kuwa wana malengo ya kisiasa, wanaweza kuwa na malengo hata ya ufisadi pia. Unajua mtu anapotaka kukuongoza atatumia njia ya kukufanya uzembe. Ikiwa leo Uislamu ni dini ya haki, lakini Uislamu ili ile dini ya haki ishinde duniani mpaka wewe ushike ule Uislamu. Sasa mimi nikiweza kukufanya Uislamu kwako ubaki jina, mimi hapo ni ushindi mkubwa nimekuwa.
sana. Sasa wao wametumia social media kwa malengo hayo, malengo ya pesa, malengo. Na la ajabu ni kwamba wao wakisha kutengeneza wanajua soko kubwa liko kwa Uislamu. Chochote kinachotengenezwa. Sisi upande wetu huku baada kuwa hatutengenezi na pia tulikuwa wazito kwenye kufahamu. Kitu kikitoka tu madamu ni kigeni basi kitapingwa bila ya kuangaliwa hiki kitu. Kupingwa kwake na kukubalika kwake ni ipi ambayo itakuwa ni madhara au maslaha kwa jamii. TV zikitoka zilipingwa. Madishi yakitoka yalipingwa. Wakati gani wanakuja kufahamu? Wakati waona hatuwezi kuzuia. Sasa basi tufanye za Kiislamu. Unapotakana pale mwanzo. Ilikuwa pale mwanzo, kama nyinyi hamwezi kutengeneza basi muelewe zikitoka tu jamani kuna kitu kimetoka, tusiweni wajinga. Manake TV ni dude tujibwasha wakati wa zamani huwekwa tu na moto dakika. Lakini haiwezi kuwa TV mpaka kupatikane watu ambao wataketi watengeneze vipindi. Na nyinyi wakati ule mwanzo mkasema basi imetoka tutengenezeni sisi. Kwa sababu ni free. Tukaeni na sisi tupangeni vipindi, tupangeni ili tupambane na hii. Lakini tukija kushtukia kwamba yani sisi tukija kushtukia kwamba yafaa tufanye vipindi, ishatoka madishi sasa. Ni channel sasa. Too late. Tukija kushtukia kwamba madishi, badala madishi yakitoka haramu haifai bwana. Ndani kuna wanawake uchi, ndani kuna mkija mkushtukia kumbe tuweza sisi pia kuwa na channel zetu nyingi, tukawa na receiver zetu. Watu washafungua YouTube. Sasa ni smart TV sasa. Haukuhitajiki tena hizo ma receiver wala nini. Smart TV kuna YouTube sasa ishatoka. Na masimu. Mimi nakumbuka ilipotoka Facebook nilifungua account yangu, shekhe, nilipata mabomu, mashambulizi makubwa sana kutoka kwa mashekhe marafiki zangu ninaowajua. Wallahi, vipi yani shekhe utaingia katika Facebook mahali kuna wanawake kuna nini, namna ulivyojitetea wakati ule hufahamiki. Jamani, mimi niko hapa, ni mimbar hurri, mwenye kutaka kutangaza uchafu atangaze, mimi natangaza khairi. Mtume sallallahu alipokuwa Maka kulikuwa na masoko yale wakaenda kila aina ya watu, wenye kufanya biashara, wenye kuuza masanamu, na Mtume alikwenda pale na akasema ya qaum qulu la ilaha illa Allah tuflihun. Hakuona kwa nini nitakwenda kuingia kwenye soko ambalo kuna watu wafanya uchafu. So yani kwa ulimwengu wa leo kama hizi ndizo mimbar, wacha na sisi tuingie. Hizo message nilizotumiwa inbox mpaka leo nyingine nimezihifadhi kama makumbusho. Lakini hao mashekhe ambao nilishambulia mimi tena wako paka TikTok. Na labda tawa na wafuasi takunilipa. Alhamdulillah. Tofauti ya mimi na wao niliona mapema na wao walichelewa. Na sio mimi tu, mashallah wako mashekhe wengi. Na siku hizi duati wengi wanatumia social media. Takriban watu wamefahamu. Lakini pia si kwa ile kasi inayotakiwa. Bado tuko nyuma sana yani. Hatuna ubunifu, hatuna vipindi vya kila siku, yani tuko nyuma sana kiasi ukiscroll ile hata kama ni WhatsApp na Instagram, basi ikija Qur'ani moja itakuja uchafu 10. Ikija hadithi moja ya Mtume sallam kutakuja viuno 20. Ikija yani utapata wao wanatushinda, ndio maana utaona madhara yake yanakuwa ni makubwa. Sasa turudi pale kwamba hii imeweza kuwa ni moja inaochukua nafasi ya ulezi kwa watoto wetu. Kama nyumbani baba na mama hawana uhodari wa kuweza kumiliki vile vitu free, watoto ndio simu makubwa mapema, wifi mapema, yani sio wakati wao, yani wifi masaa yote yako on. Mtoto akishika remote ile aingia kokote atazama. Shekhe, hapo wazazi wanaachwa nyuma kabisa, hata wakaja na mahadithi gani na maaya, na licha kwamba wao wenyewe hakuna kudwa. Watoto wanakwenda na maji, ndio unaona ulimwengu kila leo mambo ya ajabu yanatoka. Mtoto ataka kumpiga mama yake, mtoto ataka kumuingilia sister yake, baba amuua mtoto wake. Watoto leo wamefanya yani vituko visivyoisha. Naam, Sheikh, tukiendelea hapa dua tayeb katika sharia ina mchango gani wa kumlea mtoto? Mzazi kutumia dua kumwomba Allah. Tayeb. Hili tumefundishwa na manabii. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa kwamba hawa manabii Mwenyezi Mungu alipowasifu akataja sifa zao, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hawa ni wale walioongozwa na Mungu na wewe fuata mwongozo wao. Manabii watufundisha kitu adhim katika dua. Wakimuomba Mungu
hapo hata hawana wake, wanaomba watoto bora. Mwenyezi Mungu, nipe watoto watakao kuwa bora, hata hajaoa ambao watanirithi mimi, watarithi na kizazi changu. Aya hizi utazipata ziko nyingi sana kwenye Qur'ani. Kwa hivyo walifahamu kwamba ikiwa sisi twaishi na uongofu wa Mungu, na atakayewaongoza watoto wetu ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Juzi vijana wetu wa Al-Halal Charity walikuja kuniuliza swali, wasema ile swali wameuliza watu mtaani na watu wote wamekosa. Ni dua gani unafaa kuomba kabla ya kumuingilia mke wako? Watu wakakosa. Wakaniambia basi Sheikh, tunataka utueleze hiyo dua na utueleze faida yake. Dua hii Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu anapotaka kumuingilia mkewe ni sunna kuomba hii dua. Allahumma jannibni shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana. Mungu tuepushe shetani, muepushe shetani nasi, mimi na mke wangu, na umuepushe na kile utakachoturuzuku, kile kiumbe. Kwa hivyo dua inaanza mapema sana, inafaa kuanza hata kabla hujaoa. Ewe Mwenyezi Mungu, nipe habli min ladunka dhurriyatan, yani nipe Mola wangu kutoka kwako kizazi kilichokuwa bora. Na baada ukioa sasa na hizo dua, na pia mke ana mimba uombe dua, yote haya yanachangia, na ndipo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa usaidizi wake, unapata mtoto kwa rehema zake Allah, anakuwa katika hali nzuri na malezi yote inakuwa mwisho wake ni sababu ya ile dua yako uliomuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ina mchango mkubwa sana katika kuwalea watoto na kusaidika, yani ili watoto wawe watoto wazuri na wenye maadili. Sasa huyu mtoto wetu alhamdulillah tumemlea vizuri, amefika wakati wa yeye kutafuta jiko sasa, naye apate Muhammad wake kumlea. Allahu Akbar. Umeelewa nafikiri? Sasa wazazi wana play part gani hapo kumtafutia huyu mtoto Muhammad ambaye amefika sasa wakati wa kuoa, kumtafutia jiko ambalo litamfaa yeye? Hapa inataka tuchanganye yote mawili. Inatakiwa sisi tumshauri na tusimlazimishe, kwa sababu masala ya ndoa yana hususia kidogo. Yani tukisema kwa kwamba sisi tumemlea vizuri, basi na katika ndoa tutamlazimisha tumtafutie mke, naona asiporidhika tutaharibu badala ya kutengeneza. Hakuna makosa kumchagulia, lakini iwe ni kwa ridhaa yake. Mtoto wetu sisi bwana tumekuchagulia nyumba fulani, kulingana tulivyokulea tuwaona binti fulani atakufaa, umshauri na inshallah mwenyewe akubali, basi hapo min alfaizin. Lakini kuna hatari ya kuwa labda nyinyi iwe mtaka kutumia zile power kama wazazi, kwamba sisi tutakuamrisha, hatukushauri, wewe utamuoa fulani, na usipomuoa sisi hatuna radhi na wewe. Hapa mambo yataharibika. Lakini pia mimi nasema kuwalea watoto kimaadili mema ndani ya nyumba inatosha kuwapa wao yani matayarishi ya kuchagua wao wataolewa na nani ama watamuoa nani. Mimi nakumbuka binti yangu mwenyewe siku moja ananiambia, baba, ushatupa tabu wewe. Kamuuliza tabu gani? Asema tutatamani tupate waume watakao ishi na sisi kama tunavyokuona wewe unavyoishi na mama. Nikamwambia wapo. Sasa hilo swali tu peke yake Bashir la furahisha, ni kwamba tayari kumbe wewe unapomlea mtoto vizuri ushamtayarisha yeye afaa kufikiria nani atakayemuoa kama ni mtoto wa kike, na nani yani atakayeolewa na kama ni mtoto wa kiume awe na mawazo kabisa yeye atamuoa nani, na kama mtoto wa kike ataolewa na nani. Kwa mtoto wa kiume yamwangalia mamake apate mtu kama mamake, na mtoto wa kike anamwangalia baba yake apate mtu kama. Kwa hivyo nyinyi wawili baba na mama mnapoishi kwa maadili ndani ya nyumba, mmoja katika natija yake nzuri ya kumlea yule mtoto ataomuoa nani ama ataolewa na nani ni zile tabia zenu, kwa sababu watatamani pia wao. Mtoto wa kike kama nilivyokuambia atatamani kupata mume kama baba yangu, na mtoto wa kiume naye atatamani kupata mke kama mama yake. Mashaallah, mashaallah. Na mambo ni mengi nilikuwa tuyazungumza, lakini muda ndio huo. Watoto wa siku hizi Sheikh, wapatie advice gani hasa wale ambao
wanapenda maisha haraka haraka ya kupanda maisha. Leo wataka gari, kesho wataka nyumba, kesho wataka mke, kesho wataka kuongeza mke, kesho nyingine anataka safari za nje. Ndio. Na bado kimaisha hajafikia. Naam. Ni advice gani unawapatia vijana kama hao? Hapa tutazungumza nao tu kiakili. Unajua saa nyingine akili hufinikwa na matamanio na shahawat mpaka uipi kama kofi vile lipate kushtuka kidogo. Unajua kuna vitu vingine vihitaji hata aya wala hadithi. Uweza kupanda ngazi ya 10 bila ya kuanza ngazi ya kwanza? Huwezi. Na ikitokea wataka kufanya hivyo, utapata madhara. Maana wakimbilia kitu kabla ya wakati wake. Natija yake uweza ukaanguka, ukakosa kabisa, pengine ukafa. Ama ukakosa mguu, ukaweza kupanda zile ngazi huwezi wewe. Mpaka sasa ushikwe mikono ndio upande ngazi. Nafikiri huu ni mfano wa kiakili, kila mwenye akili yake atafahamu. Huwezi ukapanda nazi leo kisha ukataka dafu siku hiyo hiyo. Mshafahamu? Na kulingana na mwenendo wako na spidi yako, yani ndio itakujenga kesho. Kwa sababu mimi naamini mtoto akiwa atashughulikia ile stage yuko nayo, atajengea mustakbal bora. Kwa mfano, akiwa ni mdogo, kuanzia mdogo miaka 4 mpaka kufika miaka 20, hii marhala yote hii au 18 kwa uchache inaitwa marhala ya taalim. Hii taalim hii ndiyo itakao mfanya yeye mwanamume atakayekubalika katika jamii. Kubalika kila kitu, kubalika kwenye kutafuta kazi, kubalika katika heshima, kukubalika hata anapokwenda kutaka mke. Lakini kama unavyosema, ile pupa na haraka humkosesha kila kitu. Kwa sababu kwenye marhala ile ya taalim yeye afikiria mke. Marhala ya taalim afikiria kazi, afikiria pesa. Marhala ya taalim afikiria kusafiri. Hiyo haraka ni ya nini? Hata ukimwangalia baba yako pale alipofika, kaa naye umuulize, hali yeye alifika kwa siku 2? Huyu baba yako unaishi naye pia, yeye alikuwa ni mtoto kama wewe, alizaliwa. Na pengine alipitia stage hakudhania atakuwa hapa alipo leo. Lakini kwa sababu ya subra, kwa sababu ya kusoma, kwa sababu ya kuenda na ule wakati ulivyo na kuridhika na kufanya ibada zake, mpaka kafikia mahali. Na hakuna anayekuwa ghafla, kila kitu ni tadarruj. Wewe angalia hata katika biashara kwa mfano, wewe ukitaka pesa za haraka, shekhe, ni kuriski. Hakuna yake kitu utafanya. Hao vijana wanaosema tuingie kwenye kamari, utapiga, shekhe, madhara yake ni makubwa sana. Mara moja shekhe inaweza kukuangusha, ukawa mtu utoa kwa mfano, hata kama umpata kibe yako kijilaki kimoja, ukaanza kucheza kamara 10,000, mwisho utaamua kuitoa 100,000 kwa sababu akili yako yakwambia kitoa laki nitapata 2, mara laki yote impotea, umerudi tena chini. Siku zote jambo la haraka. Ukiingia kwenye ulanguzi utakuza madawa kulevya, kwa sababu mkiuza hii na pesa nyingi, shekhe, utamalizikia jela, ufungwe ama uwawe ama, yani nenda na vile Mungu alivyokupangia. Mdogo utalelewa, utacheza, kwenye marhala utasoma, ukimaliza utafanya kazi, ukimaliza utaoa, na baada ya hapo utakuwa sasa wewe mwenyewe. Kwa hivyo wazazi ni lazima wafundishe watoto wao kuhusu hiyo ngazi ambayo itakana waipande, waende kulingana na spidi yao. Shekhe, elimu ya dini, elimu ya dunia, ni inafaa tuibalance vipi wakati tunamlea Muhammad? Muhammad ni mwanadamu. Muhammad platform yake ni dunia. Dunia ni platform. Dini ndio katiba yake, ndio mwongozo ambao ataufuata katika hii dunia. Sasa ukiangalia hapa kuna vitu viwili, lakini vote viwili viko pamoja. Dunia mathalan, duniani hapa sisi tutahitaji nini kwenye hii dunia? Kwa mfano mwanadamu, kuna vitu gani anavihitaji kwenye dunia tukiwa duniani? Mwili utahitaji uwe na nguvu, afya. Utahitaji kustiriwa, mavazi. Utahitaji upate dif, joto wakati wa baridi wakati wa joto, ni nyumba upate kujistiri. Akiwa mgonjwa atahitaji
kutibiwa, apate afya. Hayo ndio mwanadamu atakaoyahitaji, na yote hayo lazima uwe na elimu. Lazima kupatikane watu wawe na ujuzi wa kuwatumikia wanadamu kwenye mahitajio yao pindi bado hawajakufa kwenda akhera, wapo duniani. Hiyo elimu ni muhimu sana. Lakini swali liko hapa, wewe wasomea hii elimu kwa ajili ya mustakbal. Yani mtoto akiwa ni mdogo, yeye akisoma kama ni daktari, ajua atakuwa daktari baada ya miaka 7, 10. Kwa hiyo ni muda, ni safari. Akitaka kuwa engineer, akitaka kuwa, swali kubwa liko hapa, akhira yake iko wapi? Mustakbal wa kuwa daktari baada ya miaka 10, mustakbal wa kuwa engineer baada ya miaka 10. Je, ana miaka maalum ya yeye kwenda akhira? Na akienda akhira kule yuenda wapi? Maana kule mahali ni mbili, ni nar jahannam au janna. Ni akili usahau mustakbal ambao unaweza kuwa ni kesho. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada, wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Usahau future ambao labda inaweza kuwa ni kesho, kwa sababu ya kufikiria future ambao utaikuja baada ya miaka 10 wa daktari. Unao hakika utafika kuwa daktari? Sasa ikiwa hizi elimu zote ni muhimu, lakini elimu ya mustakbali wako wa kesho ambao ukifa aidha ni janna au nar ni muhimu zaidi. Ndio tukasema mtoto ni lazima hata akiwa mdogo afundishwe kumjua Mungu, afundishwe Qur'an, viende na yeye sambamba, kisha pia asome hayo ambayo atayahitaji kwenye dunia yake, kazi, apate chakula, mavazi. Lakini huku akifa tu leo mathalan, mustakbali wake wa akhira, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, anajua yeye atakuwa na mahali pazuri, na huko ndio kufaulu. Sasa Muislamu haachanishi baina ya elimu ya maslahi ya dunia yake na elimu ya akhira yake. Lazima tukitaka kubalance tubalance hivyo. Hatukubaliani kabisa na wale wanao taka mtoto wao asome tu maisha kisha sema dini ataijua tu mbele akizeeka huko nani. Hatukubaliani na hii fikra, na vile vile hatukubaliani na mtoto umfahamishe ya akhira yake, lakini dunia waishi bonzo, hana chochote anachokifahamu kuhusu ulimwengu wake. Kwa hivyo ni to balance, kama balance, naam, tumpe dini, ilmu ya dini na ilmu ya dunia. Na hivi ndio Mungu anavyosema, wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kuna msemo mmoja wasema kushika dini si kuiacha dunia. Kushika dini si kuiacha dunia, bali kushika dini ni kutenda mema na kuepuka mabaya. Umeelewa? Kushika dini si kuiacha dunia, bali ni kutenda mema na kuepuka mabaya. Ndio kushika. Unajua kuna watu huona ukishika dini lazima dunia uiache. Hakuna, hata kwenye Qur'an mafundisho yao hakuna kabisa. Dunia inayokatazwa ni yale mabaya ambayo yatakukosesha pepo. Lakini si dunia yote. Dunia kama dunia ni maisha. Qur'ani yatuhimiza tuishi vizuri, tuvae vizuri, tule vizuri, tuoe, tuzae. Endapo mke, watoto, mali itakufanya wewe ukose akhera, basi hiyo ndio dunia mbaya tulokatazwa. Ni hasara kubwa sana. Kwa hivyo tukasema kushika dini si kuiacha dunia, ni kutenda mema na kukimbia maasi. Masha Allah. Sheikh, ni makosa gani makubwa wazazi wanafanya wakati wanamlea huyu Muhammad kwa mukhtasar? Makosa makubwa mimi nitasema ni kutojua namna ya kumlea mtoto. Yani specific nini mfano? Kwa ujumla, yani kuseme kutompa ilmu ama kumwacha afanye kile anachotaka. The biggest mistake. Makosa makubwa wanayofanya ni pale wanapoona kwamba ulezi unaishia kwenye kumlisha na kumvisha na kumnywisha basi. Huo ndio ulezi. Huo ndio ulezi. Na hapo wamelenga kiwiliwili tu. Hawajalenga akili ambayo inahitaji elimu, hawajalenga roho ambayo inahitaji tazkia na takwa, hawajalenga chochote kingine. Hao ndio makosa makubwa. Yeye yuona amefika.
nishamlisha kwa mkubasi hivi. Hata pia elimu, kwa mfano kwa mujarrad kwa amekwenda shule pia, lakini yule yani, ili turekebishe makosa hayo, mzazi ni kufahamu, turudi pale pale kufahamu kwamba ulezi hauishii kwenye kumpa mtoto chakula, fahamu, au kumnyisha na kumvisha, lakini ulezi unaanzia hapo, unakwenda kwenye akili, unampa elimu, unakwenda katika nafsi yake na moyo wake, unamfundisha maadili, unampa takwa na tazkia. Huo ndio ulezi kamili. Kwa hivyo kama kuna makosa makubwa ni haya, ufahamu finyo wa kuelewa malezi ni nini. Naam. Sheikh Yusuf Abdi, uko na ofisi wewe, naam, ambayo inadili na mambo ya ndoa. Pengine ungewaelezea watazamaji wetu kwa mukhtasar, ofisi yenyewe iko wapi na ni services gani unapeana? Tayeb. Jana nimetoa clip fupi ya dakika 2 kwa TikTok nikieleza hayo, lakini kukariri jambo hakuna ubaya, na pengine wanaotazama Halal Charity TV sio wale wanaotazama TikTok yangu, hapa ni watu wengine. Ofisi hii ipo pale Mombasa, kwa jina ni Sheikh Yusuf Counseling na Community Service. Ofisi yapatikaniwa kwenye Pali House. Pali House ipo mkabala wa Biashara Building, first floor. Wewe ukiwa uenda zako Likoni pale, ukisha kufika Shell, hilo jumba linalofuata hapo na Pali House, nipo hapo first floor, na services zetu tunazotoa ni za kijamii. Kwa mfano masuala ya ndoa, wale wanaotaka ushauri kwenye mambo tofauti tuwapeana ushauri. Wale wanaotaka kuoa, wataka kufundishwa zile session za ndoa ni nini, tuna session 4 tuwafundisha. Wale wanaotaka washaoana lakini wataka kujua maisha ya ndoa pia tuwafundisha, na hata wale waliokosana wataka suluhu, mke na mume, pia tuwafanyia suluhu. Na walioteta kwenye mambo mengine, mtu na rafiki yake, mtu na familia yake, labda kwa kupitia kutokana na urathi mathalan au vita vingine, sisi tutafanya mediation, yani tutafanya sulhu pale, tutakutanisha kwa pamoja pale. Sisi ikifika katika masala ya kufanya khairi hizi, mtu ataka kujengewa kisima, sisi tutafanya. Mtu ataka kujengewa msikiti, sisi tutasimamia kumjengea msikiti. Mtu ana zaka ataka kutoa, sisi tutasimama kumfahamisha jinsi gani atatoa zaka na mambo kama haya. Lakini pia tumefungua ndani ya ofisi yetu pale Al-Kiswa, tupeleka watu haji na umra inshallah. Haji na umra, na haji yetu ya kwanza itakuwa ni mwaka 2027, next haji tutaanza, lakini umra yaendelea, na next trip yetu itakuwa June tarehe 18. Kwa yote anayetaka kwenda umra anaweza kuwasiliana na sisi kwa namba zetu inshallah. Mashaallah. Tumemzungumzia Muhammad, raising Muhammad, mtoto wa kiume. Naam. Je, kuna mpangilio wote wa kuanzisha kongamano lingine la raising Aisha? Naam, sisi tayari tulianza na mwanamke, lakini jina halikuwa ni raising Aisha, jina lilikuwa ni Queens of Jannah. Ikawa lengo ni mwanamke, na ilifaulu zaidi ya hii kwa sababu walijitokeza wengi. Kwa nini nasema zaidi? Kwa sababu Queens of Jannah sisi tulilenga mtoto wa kike na mama, walijaza holi. Raising Muhammad tulilenga mtoto wa kiume na baba zao, kwa baba hao kuja lakini alhamdulillah tutazidi kuendelea na hatutoacha. Queens of Jannah itakuja mpaka tufike mwisho wa maisha yetu inshallah. Ukisoma raising Muhammad pia tutajua hapa ni kumlea huyu mtoto bila shaka, lakini Queens of Jannah wa tayari ushafikiria kwingine. Ndio, na pengine ungebadilisha anwani ili mtu ajue pia hii ni kumlea huyu mtoto wa kike. Na tutaangalia, tutashauriana inshallah tuone. Kumalizia, Sheikh, unawapatia advice gani wazazi ambao wanatuangalia, wanatusikiza? Tayeb, bismillahir rahmanir rahim. Wazazi wapendwa wanaotutazama katika Halal Charity TV, mimi nataka sote tushirikiane. Hizi TV malengo
ya kutoka nilipotoka mimi, Sheikh Bashir na akaacha nyumba yake, tukaja tukakaa hapa saa nzima kuzungumza. Tayari sisi huu ni mchango wetu katika kuwafahamisha na kuwaelekeza ni jinsi gani tutaweza kusimamia majukumu yetu ya kulea watoto wetu majumbani. Kwa hivyo nataka tuondoke leo kwamba jukumu la kulea mtoto wa kiume ni jukumu letu sote, na ikiwa unayenisikiliza ni baba au mama nyumbani, basi majukumu yanaanza kwenu nyinyi wawili. Ushirikiano baina ya wazazi wawili kwenye kumlea Muhammad ni ushirikiano bora, na hatimaye atapatikaniwa yule Muhammad ambaye twamtaka sisi, atakayefuata mwenendo wa Qur'ani na vile vile mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hatimaye atuletee natija nyingi katika mujtama. Wawe ni wale watoto ambao wamelelewa na wamekuwa wanaume sasa, yani tunatunda yale matunda yao mazuri, kazi iliyofanywa na wazazi kwa miaka labda 20-40 iliyopita. Sasa wamekuwa ni wanaume, natija zao ni nyingi na faida zao ni nyingi kuliko madhara yao. Na tukizembea, basi ndio hayo maswali tutaka kwenda kuulizwa mbele Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ametupa ni amana, na amana yoyote unaopewa ujue ile amana utakwenda kuulizwa na aliyekupa. Sasa kama tumefanya vizuri, majibu yatakuwa ni mazuri, itakuwa ni nuru na ala nur. Na kama itakuwa ile amana hatukuichunga, tuliona mambo naende tu, basi tutakaposhindwa kujibu maswali, Mungu ndiye anayejua atakapoamiliana na sisi. Mimi yangu ni hayo, na watakieni kila la kheri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Watazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki. Alhamdulillah, Sheikh Yusuf Abdi ametufundisha, ametuelimisha na ametukumbusha namna ya kumlea huyu mtoto wa kiume, raising Muhammad, na imani nyote mmefaidika. Na hadi wakati mwingine inshallah, shukran wa jazakumullahu khair.